Na waziri wa mazingira Deborah Mlongo anawashinikiza Wakenya kumbatia upanzi wa miche ya samiti ya matunda wakati wa mvua ya masika. Waziri Mlongo aliyekuwa akiongoza shughuli ya upanzi wa miche katika shule ya msingi ya Ikonyero, kaunti ya Kakamega, amesema serikali itahakikisha bei ya mbegu na miche ya matunda inapunguzwa ili kufanikisha mpango huo unaolenga upanzi wa miche bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Wanafunzi wewe. And they are here with Tupande, and they are growing big and bigger. Let me take this opportunity to invite all Kenyans to come and grow trees during the current long rains. I urge every Kenyan to grow at least 100 trees for this season. With this, we stand to be counted, and history will judge us positively for the big move towards our ecosystem and land restoration. Siku ya leo tunaanza safari ya ushirikiano na wakuu wa wizara ili tuweze kufunza jumuiya mbinu mbalimbali za kuchunga mazingira na manufaa ya kupanda miche. Tutawasiliana na wakulima na waziri wa msitu kuhakikisha miche zote zilizopandwa zaweza kumea hadi ukomavu. Kwa kumaliza, Tupande tuko tayari kuendelea kuwa mshirika mkuu wa serikali katika kumudu changamoto za kilimo za mazingira ili tuhakikishe Kenya yetu ni ya kijani na yenye uchumi imara kwa wote. We collaborate closely with the Kenya Forest Service, Rhino Arc and Safaricom, and as a result of that collaboration, we are fencing Kakamega Forest. And we are beginning to see the results because there is regeneration of natural biodiversity that had since disappeared after some time. The indigenous trees that are used for medicinal plants have also started coming up.